Na mtazamaji, hayawi hatimaye yamekuwa baada ya siku 49. Hatimaye ni afueni kwa maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini baada ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu kusitisha mgomo huo wao wa siku 49. Ni furaha iliyoje hasa kwa wanafunzi, mtazamaji. Na siku ya leo kwa mkunjufu unakaribisha kwenye taarifa za Nipashe, ikiwa ni siku ya Jumatano. Nafahamika kama Lulu Hassan na haya ndiyo yaliyomo. The strike is over. Today, the University Academic Staff Union has received a commitment by the Ministry of Education. Pesa kibindoni, wahadhiri wasitisha mgomo na kutia saini mkataba wa kurejea kazini, wanafunzi wakiagizwa kurejea vyuoni Jumatatu. Maafisa wakuu wa idara ya michezo wakamatwa na mali yao kutwaliwa kuhusiana na madai ya wizi wa shilingi bilioni 3.8. 9,540 schools have been funded, while 10 schools have been closed down for having no learners. Serikali yakiri kupoteza shilingi bilioni 1.1 zilizosambazwa kwa shule hewa, shule 10 zenye wanafunzi wachache zikifungwa. Kwenye kilimo biashara tunaangazia upandikizaji wa miche ya mikalatusi. Naam, mtazamaji karibu, nikiwa na Liz Otieno. Mtazamaji, tunaarifiwa kwamba ni afueni kwa maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini baada ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo hivyo kusitisha mgomo wao wa siku 49. Wahadhiri na wafanyikazi hao wamekubali kulipwa shilingi bilioni 7.9 wanazodai kwa awamu mbili, huku ya kwanza ikianza kulipwa mwaka huu. Willy Lusige na taarifa zaidi. Baada ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma kote nchini kusisitiza kuwa hawatasitisha mgomo wao wa kushinikiza serikali kuwalipa baki ya nyongezo ya mishahara yao ya shilingi bilioni 7.9 kulingana na makubaliano mwaka 2017 mwaka 2021, serikali imesalimu amri baada ya siku 49 za mgomo. Serikali na miungano ya UASU na KUSU iliyowakilisha wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma walisaini makubaliano hayo ya malipo kwa awamu mbili. Kenya shillings 3.8 billion in November, but not later than 31st December 2025. Kenya shillings 3.8 billion in July 2026. Serikali imesema tayari imewalipa wahadhiri shilingi milioni 200 na itatimiza ahadi ya kulipa salio lililobakia, huku ikiahidi kuanza mara moja mazungumzo ya nyongezo ya mishahara ya mwaka 2025 mwaka 2029. We are going to have an interministerial CBA implementation team so that we can be looking at how these CBAs that we've signed, whether they are being implemented as agreed. If you honor what we have signed today, there shall be no strike called by UASU up to 2030. Kando na malipo hayo, barua zote za onyo na adhabu zilizotolewa kwa wahadhiri na wafanyikazi waliokuwa wamesusia kazi zitaondolewa mara moja. All disciplinary action commenced during the pendency of the industrial action shall be deemed withdrawn. Wizara ya Elimu imesema masomo yatarejelewa Jumatatu. They will rearrange their programs and their calendar to ensure that the students will recover the time they've lost without it being a stress on the students or at any extra cost. Mgomo huo ulikuwa umeathiri vyuo vikuu vyote vya umma 42, baadhi vikiwa tayari vimewarudisha wanafunzi nyumbani. Macho yote sasa yanalenga kuona ikiwa serikali itatimiza ahadi yake kwamba hakutashuhudiwa mgomo kama huu katika siku za usoni, kwa kuwa imeweka mikakati ya kutosha. Willy Lusige, runinga ya Citizen, jumba la Jogoo, Nairobi. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini imefanya msako katika makao na ofisi za maafisa wakuu wa idara ya michezo kufuatia tuhuma ya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 3.8 na zaidi ya nusu bilioni walizokuwa wamewekeza katika miradi ya serikali. Upekuzi huu umefanyika maeneo mbalimbali humu nchini na kuwalenga maafisa 5 na washirika wao. Ben Kirui na taarifa zaidi. Katika operesheni hiyo iliyofanyika maeneo tofauti yakiwemo Nairobi, Nanyuki, Machakos, Kiambu na Nyeri, jumla ya shilingi milioni 5.5,
magari 13 na hati miliki 28 za mashamba na akaunti 37 za benki zilipatikana kama stakabadhi zitakazosaidia kwenye uchunguzi wa ubadhirifu mkubwa wa pesa za umma. Upekuzi huo wa Jumatano asubuhi ulianza eneo la Muthaiga North Springs Close kulipo makazi ya Otis Mutwiri Nturibi, naibu mhasibu mkuu wa idara ya maendeleo na maeneo kame Asal, katika uchunguzi wa madai ya ubadhirifu wa mamilioni ya fedha za umma. Wapelelezi wakinasa baadhi ya stakabadhi zikiwemo hati miliki za ardhi, vitabu vya usajili wa magari miongoni mwa stakabadhi nyingine muhimu zinazoaminika kuhusishwa na njama ya ufisadi. Baadaye Mutwiri alipelekwa katika ofisi yake katikati mwa jiji la Nairobi, ambako upekuzi wa pili ulifanyika kabla ya kupelekwa katika makao makuu ya EACC kurekodi taarifa. Mutwiri pia anadaiwa kuhusika na mradi tata wa ujenzi huko Meru unaodaiwa kusajiliwa kwa jina lililofichwa la OMN. Maafisa wa EACC pia walifanya upekuzi wa zaidi ya saa 4 katika ofisi za kampuni moja ya utalii inayohusishwa na uchunguzi huo wa ubadhirifu wa pesa. Wakati wa operesheni hiyo, zaidi ya shilingi milioni 3.8 pesa taslimu zilipatikana pamoja na ushahidi muhimu unaohusishwa na ufisadi. Vilevile, kamishna msaidizi mkuu wa michezo Caroline Muthoni Kariuki pia aliojiwa na EACC kuhusiana na tuhuma za ufisadi. EACC imesema kuwa baada ya kukamilisha uchunguzi, yeyote atakayepatikana na hatia, EACC itaandikia mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na kupendekeza hatua za kisheria zitakazochukua. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema serikali imekuwa ikizima umeme katika maeneo tofauti nchini kati ya saa 11 jioni na saa 4 usiku ili kukidhi mahitaji ya juu ya umeme. Rais Ruto akisema kwamba Kenya inahitaji zaidi ya shilingi trilioni 1 kuongeza umeme huo. Akizungumza katika kikao na Wakenya wanaoishi nchini Qatar, Rais aliwataka Wakenya kuchangia maendeleo ya kitaifa bila ya kukopa fedha kutoka kwa mataifa ya nje kama vile Emmanuel anavyotuarifu. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa Jumanne usiku na Wakenya wanaoishi mjini Doha, Qatar, Rais William Ruto alipasua mbarika kuhusu kile anachosema ni hali ya serikali ya kukata usambazaji wa umeme kwa maeneo kadhaa nchini kutokana na upungufu wa nguvu za umeme. Today in Kenya, jioni between 5 and 10 p.m. we have to do load shedding. We have to shut off some areas to be able to power other areas because our energy haitoshi. One data center requires 1,000 megawatts. Na tuko na 2,300. tuko na 2,300 megawatts the whole country. Rais akisema taifa limekuwa likitoa umeme wa megawati 2,300 licha ya kuhitaji maradufu ya idadi hiyo ili kukidhi mahitaji ya kuendesha viwanda na kuangaza taifa. We need to build at least 50 mega dams, huge dams. Rais akieleza baadhi ya mikakati ambayo serikali yake inapanga kuchukua kusaka fedha hizo. We need 1.5 trillion shillings. That's just about maybe 10-12 billion dollars. We can raise that money. So to raise here housing, 600 billion. We've raised it. But this one we can raise even without any levy. We'll raise it tutatumia tu akili. Kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power imesema hali hiyo ya kukatwa kwa umeme imekuwa ikiendelea kwa muda sasa, japo haijaeleza tangu lini. Hata hivyo, kampuni ya kuzalisha umeme KenGen kupitia kwa taarifa yake kwa vyombo vya habari tarehe 28 mwezi uliopita ilisema taifa halijakuwa na wakati ambapo umeme ulikatwa ama kupunguzwa hata baada ya kurekodi idadi ya juu zaidi ya matumizi ya umeme ya megawati 2,400. Emmanuel To, runinga ya Citizen.
Na mtazamaji, mwanamume aliyefichua ufisadi katika kaunti ya Kisii ameshambuliwa kwa mara nyingine kwenye tukio liloibua maswali kuhusiana na mikakati ya kuwalinda wafichuzi. Justin Siocha alivamiwa na kujeruhiwa baada ya watu wasiojulikana kuvamia gari lake akiwa na familia yake. Ode Francis anaarifu kuhusu tukio hili na kuchelewa kwa bunge kupitisha sheria kuhusu kuwalinda watu wanaofichua ufisadi. Zaidi ya muongo mmoja umepita tangu mswada wa kuwalinda wanaofichua maovu ulipotungwa kwa mara ya kwanza. Hadi leo haujapiga hatua bunge la kitaifa, wanaofichua ufisadi wakiendelea kulipa gharama kubwa. Justin Siocha kutoka kaunti ya Kisii wa hivi punde usiku wa Jumatano alivamiwa alipokuwa akielekea nyumbani saa 1 usiku. Ghafla binifu ndio nikasikia mlango wangu wa dirisha ya gari ikigongwa. Kujaribu kuangalia nikapata ni mtu mmoja mkubwa, mtu wa miraba minne, amesimama na panga, ameanza kugonga kioo cha mlango wangu wa gari. Hiyo panga ikaingia ikanikata hapa kwa mkono mara moja. Wakati naenda kulala kwenda sehemu ambayo bibi yangu na mtoto walikuwa, panga ingine ikanifikia hapa ikanikata, na ingine mbili zikanikata hapa nyuma na ingine hapa juu. Justin kwa sasa anaishi kwa hofu, akisema tayari amepiga ripoti kwa polisi. Then they go with the forensic team and the DCI team to investigate further so that we be able to know authoritatively that who was behind the attack. I think this assailant was aiming for my neck. If I did not flinch even for a moment, I think he could have slashed my neck. Licha ya hatari hizi zinawakumba wanaofichua ufisadi kwa miaka mingi, Kenya bado haina mfumo wa kisheria wa kina wa kuwalinda. Nauliza sababu ni kwa nini kumngatua mamlakani aliyekuwa naibu wa rais Bwana Godfrey Rigathi Gachagua ilifanyika kwa wiki moja, ilhali mswada ama sheria ya wafichua maovu katika jumuiya inachukua miaka 10. Licha ya juhudi kufanywa kuwasilisha miswada bungeni kuwalinda wanaofichua ufisadi, hatari inaendelea kuwakodolea waliojitolea kuripoti ufisadi. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imelalamikia idadi ndogo ya Wakenya wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura. Hadi kufikia sasa ni Wakenya 90,000 pekee waliojisajili. Wanasiasa sasa wakiwa mbioni kuwataka vijana kujitokeza kwa usajili huu unaoendelea. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, kaunti za Tana River, Samburu, Marsabit na Isiolo ni baadhi ya kaunti ambazo hadi sasa hazijasajili wapiga kura hata zaidi ya 500. Mwezi mmoja baada ya zoezi la usajili wapiga kura kuzinduliwa, tume ya uchaguzi inasema idadi bado ni ya chini mno. Mwenyekiti Erastus Tethekona akisema kuwa kufikia sasa ni Wakenya 90,020 waliojisajili kote nchini, kaunti ya Nairobi ikiongoza na wapiga kura 16,512, Kiambu ikifuata kwa watu 9,917, Machakos, Mombasa na Murang'a zikifunga orodha ya 5 bora. Kaunti ya Tana River imesajili wapiga kura 130 pekee, Marsabit 284, Isiolo wapiga kura 312 wakiwa ndio wamesajiliwa kufikia sasa, huko Samburu na Lamu zikikosa kusajili wapiga kura zaidi ya 500. Wanataka to discourage you so that then you don't show up on that date, which is very unfortunate. So we need to guard against such kind of comments or influences. To youth, you have the power to make any meaningful change in this country. And in order for you to do that, you have to have your voice to be heard. The only way your voice can be heard is through the ballot, not fighting. You can't go to the street and achieve what you want to achieve. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiwarai vijana kujitokeza na kusajili, akisema ndio fursa ya kufanya mageuzi ifikiapo mwaka 2027. There is nothing Rigathi Gachagua can do to liberate this country alone. If I don't have the support of the young people, the exercise is in futility. You are the guys to deliver this country. And this country will be delivered on the ballot box. Not as a constitutional burden, but as a moral duty.
DCP Youth League will ensure young women stand shoulder to shoulder with young men in leadership. Wanaharakati huko Malindi pia wamelaumu Gen Z kwa kukosa kujitokeza, wakisema baada ya kuongoza maandamano ni wajibu wao kuhakikisha wameshiriki uchaguzi mkuu. Majenziz wa Pwani, nyinyi ndio watu ambao mnatuangusha zaidi katika hili zoezi zima ambalo linaendelea la ukataji wa kura. Sisi sheria haisemi kuwa ni lazima utoke pale ambapo unajitafutia riziki. Popote pale ulipo, enda uchukue kadi yako ya kura. Tume ya uchaguzi inapania kufanya usajili wa kitaifa baada ya kukamilika kwa chaguzi ndogo Novemba 27. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Mombasa. Na mtazamaji, viongozi wa chama cha ODM walijumuika na wafuasi wao kaunti ya Homa Bay katika hafla ya kumkumbuka kinara wa chama hicho Raila Odinga. Hafla hiyo iliandaliwa na chama cha ODM kuwapa wenyeji wa eneo hilo nafasi ya kumwomboleza Odinga, huku viongozi hao wakisisitiza umoja wa chama hicho, kama Stephen Leto anavyotuarifu. Kinara wa chama cha chungwa Oburu Oginga na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga walijumuika na viongozi wa chama hicho na wafuasi wao na kufika katika uwanja wa Raila Odinga mjini Homa Bay kumkumbuka marehemu Raila Odinga. Nyimbo za kumkumbuka Odinga zikatawala hafla hiyo, huzuni ikisheheni, wenyeji wa Homa Bay wakisema kuwa wamempoteza kiongozi wao. Hata hivyo, maswali kuhusu mustakabali wa umoja wa chama cha chungwa baada ya kifo cha Odinga yalionekana kujaa kwenye mioyo ya wanachungwa, huku kinara mpya Oburu Oginga akiwaahidi kustahimili mawimbi ya chama cha ODM. I'm also pleading with you, my people. Last time you did not register as it should be, and I'm urging you, registration is coming. Please, my Gen Z, my age mate, my Gen Zs, please register as voter. Aidha, wamesisitiza kuwa ODM itasalia kufanya kazi na serikali ya Rais William Ruto. We will remain in support of the administration of Dr. William Samoei Ruto. We will remain inside the broad-based government because that is what we agreed with Baba. And come 2027, ODM will either form government as a party or be part of the coalition that will form the next government of the Republic of Kenya. Wale watu wanafikiri ODM itatoka kwa serikali ya broad-based. Hiyo ni ndoto, wasije wakangoja. Katika kaunti ya Nakuru, kundi lingine liliongozwa na naibu kinara wa chama hicho Simba Arati walikutana na wafuasi wa chama hicho wa Bonde la Ufa na kumwomboleza Odinga, huku wakieneza ujumbe wa mustakabali wa chungwa. Hata kama tuko katika hiyo broad based, dhuluma hatutakubali, lazima haki ifanyiwe kila mmoja. Na tumesema tuko hiyo broad based mpaka 2027, ndiposa kila mtu ajipange kuelekea mbele. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, serikali ya Sudan inaunga mkono uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya ICC ya kuanzisha uchunguzi wa maafa yanayoendelea katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Aidha, balozi wa Sudan nchini Kenya Mohamed Osman amesema kwamba serikali ya Sudan itawasiliana na Kenya kidiplomasia kusaidia kutafuta amani nchini humo. Seth Olale anatuarifu zaidi. Saa chache baada ya mahakama ya kimataifa ya ICC kutangaza kwamba inaanzisha rasmi uchunguzi wa maafa na ukatili unaodaiwa kutekelezwa na kundi la RFS kwa wakazi wa El Fashir, Darfur nchini Sudan, serikali kuu ya nchi hiyo yenye makao makuu jijini Khartoum imeunga mkono wito huo. If the international community truly wishes to demonstrate its commitment to peace and humanity in Sudan, it must act decisively to stop the flow of weapons, mercenaries and financing to the militia.
Akihutubia wanahabari katika ubalozi wa Sudan nchini Kenya, balozi wa Sudan nchini Mohamed Osman amesema kwamba kufikia sasa maelfu ya wakazi wa eneo hilo waliuawa huku watu 800,000 wakihama makwao. To enforce the existing embargo and to hold accountable all those states or non-state actors who enable such grave violations. Every weapon delivered to the RSF militia is a weapon trained against innocent civilians. Every delay cost Sudanese lives. Aidha, ubalozi wa Sudan nchini Kenya umesema kwamba serikali ya Sudan inawasiliana na Kenya kidiplomasia kwa lengo la kutafuta amani nchini humo. Tayari Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari kuhusu ukosefu wa msaada wa waathiriwa. Local sources continue to share extremely worrying reports of displaced civilians on the move as they are being abducted and facing extortion. We call again for securing a safe passage for people trying to flee, protecting those who remain in Al Fasher, and for full and unimpeded humanitarian access across Darfur and all other areas in need in Sudan. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, serikali imekiri kwamba imesambaza shilingi bilioni 1.1 kwa shule hewa humu nchini. Akizungumza bungeni kuhusiana na fedha za kufadhili masomo katika shule za umma, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema kwamba shule 10 zimefungwa kwa sababu ya kutokuwa na wanafunzi wa kutosha, huku shule 934 zikisubiri kupigwa msasa. Wabunge walimshtumu waziri Ogamba kwa kukithiri kwa ufisadi katika wizara hiyo. The following schools have closed down and have done a list. They are Kiria Secondary School in Nyandarua, Dr. Mashage Maheto in Migori, Ragia Forest High School in Kiambu, Muwandi Mixed School in Kirinyaga, Friends Bulovi in Kakamega, Luiwat High School in Baringo, Ngamba School in Muranga, Sintankara Secondary School in Narok, Majimazuri Mixed Secondary School in Baringo, and Father Leo Staples Girls in West Pokot. Money, public resources have been wired to non-existent schools for non-existent students. How many of your officers have you interdicted for doing this criminal act? Once we get that, then the committee will follow up with you to deal with these issues. Why would we be taking so long telling us that we are trying to trace here and there? You have found that there is a school, non-existent school, and somebody has paid to a non-existent school. Can I come to your office and tell you who paid to that school? It's as simple as that. Na msadakta mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka mapumzikoni kwa hivi sasa, lakini pia kumbuka vile tunakupatia fursa ya kuweza kuchangia taarifa zetu kupitia nambari ya rafa 22422 au ukipenda katika mtandao wa X Citizen TV Kenya, hashtag ni Nipashe. Baada ya muda usio mrefu nitarudi na mengi zaidi. Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji. Teknolojia ya upandikizaji inatumiwa kuzalisha mamilioni ya miche ya mikalatusi au ukipenda eucalyptus karibu na msitu wa Karura ulioko jijini Nairobi. Ubunifu huu unalenga kuongeza natija endelevu katika sekta ya misitu. Dennis Otieno anaeleza jinsi hatua hii inavyoweza kubadili harakati za kuongeza misitu nchini katika makala ya wiki hii ya kilimo biashara. Kwenye ukingo wa msitu wa Karura, ukuzaji wa miti unashika kasi. Miche moja baada ya nyingine inapandwa. Hapa, katika shirika la Tree Biotechnology Program Trust, wanasayansi wanatumia teknolojia ya kisasa kuzalisha miti kwa kupandikiza vinasaba, mbinu inayoruhusu kuzalishwa kwa miti ya mikalatusi inayokuwa haraka, kustahimili magonjwa na kutoa mazao zaidi katika kipande kidogo cha ardhi. Na hii sayansi ambayo imetumika ulimwengu kwa nchi zingine
ndio tulifanya ushirikiano na marafiki wetu katika nchi zingine kama South Africa, na tukaleta hii teknolojia ambayo tunaita ni ya pruning. Teknolojia hii ya mseto inachanganya ubora wa miti miwili ya mikalatusi. Lakini Grandis peke yake inakuzwa kule kwenye mvua kubwa, kule sehemu ambayo zinapata mvua nyingi, na hii Camaldurensis inakuzwa sana sehemu ambayo inapata mvua kwa uchache. Sasa hiyo hybrid inaweza kukuzwa kwa sehemu hizo na iwe na mapato ambayo wakulima wanaweza kujisaidia. Zaidi ya miche milioni 60 ya miti imezalishwa katika kituo hiki na kusambazwa kwa wakulima, shule na miradi ya misitu nchini. Ndani ya kitalu hiki cha kisasa, miche inakuzwa katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha mizizi imara na ukuzaji wa kiwango sawa. Huwa tunazifanyia usafi, kutoa zile branches ambazo ni hazitakikani, kuongezea mbolea kidogo na kuweka maji, kwa sababu zinafaa zikae hapa kwa tangu zifanywe production kwa muda wa miezi 4. Alafu inamaanisha ziko tayari kutolewa nje ziende kupandwa ama kuuzwa. Kitalu hiki pia kimekuwa mhimili wa kuwezesha jamii kupitia biashara ya miti na utunzaji wa mazingira. Women have green fingers, and that is why we can see even the percentage of the people we are working with, most of them are women, because they love what they do. And also the planters, the women planters. Kenya inapoteza zaidi ya hekta 50,000 za misitu kila mwaka. Lakini miradi kama hii inaweza kulisaidia taifa kuwafikia lengo lake la kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2033. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, msafara wa Jipange na Viusasa kwa ushirikiano na Royal Media Services umeingia ukanda wa Magharibi, ambapo wakazi wa Kakamega wamepata fursa ya kipekee kukutana na watangazaji nguli wa Radio Citizen, Vuka FM na Mulembe FM. Aidha, ujumbe wa Jipange na Viusasa ulifika mtaani, huku Wakenya wakipata nafasi ya kujiunga na Viusasa kwa shilingi 10 na kujipatia huduma za kutazama vipindi murwa kwenye kiunzi cha Viusasa, na pia wana nafasi ya kujishindia hadi shilingi milioni 2 pesa taslimu. Msafara ulizuru Gambogi, Mbale, Chavakali, Kambi na hatimaye Matete. Tuko na washindi wengi kutoka Western, tuko na washindi kutoka Bungoma, Kakamega na maeneo mengi sana. So tumekuja na msafara wetu kuwaletea pesa zao nyingi na pia kuhamasisha hao wengine waendelee kujiunga na Viusasa. So vijana ni 50 bob peke yake, and the more you subscribe the more chances for you to win. So nataka tuchangamke, una subscribe pale kwenye paybill 724177. Hiyo ndio paybill number, cheza nayo. Yani vijana tucheze kasi sisi, because this time round hatuwezi achwa nyuma. Tujipange na nini? Na Viusasa. Top shota. Tumefurahia Radio Citizen, Royal Media Services kututembelea. Sisi tumejipanga kama sisi wanaviiga. Tunaomba kaunti zingine pia na nyinyi mujipange. Kila kitu ni jipange na Viusasa. Na mtazamaji, na katika safu ya spoti ni kwamba mabingwa watetezi Kenya Police FC hatimaye wametoka eneo la hatari baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Sofapaka katika mechi ya pekee ya ligi kuu ya Kenya iliyochezwa kwenye uwanja wa Police Sacco mjini Nairobi. Police walipata bao la pekee katika kipindi cha kwanza, mshambulizi Edward Omondi akirejea kusumbua timu yake ya zamani. Omondi alisajiliwa na Police kutoka Sofapaka FC mwanzoni mwa msimu. Polisi wanapanda hadi nafasi ya 8 juu ya Sofapaka wanapojiandaa kumenyana na mabingwa wa zamani Gor Mahia siku ya Jumapili katika uwanja wa Taifa wa Nyayo. Alifanya kazi kubwa, pasi nzuri ile ikamfikia Edward Omondi, wawili dhidi ya wawili, hakuhitaji kufanya mengi, aliplace uzuri faa kule, bali na mlinda lango Edward Olak.
Naam, so Dr. mtazamaji, nisome jumbe 2-3 kutoka kwenye watazamaji. Mmoja hapa, Evans Masinde kutoka kaunti ya Uasin Gishu, anasema kwamba serikali ifuatilie shule kwanza ndio waweze kutoa mgao, sio kutoa tu na bado hawajachunguza kitu chochote. Mwingine hapa anasema habari zenyu ziko sawa kabisa, asanteni kwa kutujulisha yanayojiri nchini mwetu hata nje ya nchi. Mwingine hapa anasema halo Lulu, mimi sina maneno mengi lakini bado naomboleza Gwambo Jacom. Huu ni Ward Dorin kutoka Siaya mtazamaji. Na mwingine hapa anasema kutoka Kapsabet Abud, anasema pole zake kwa wale waathiriwa huko Marakwet, Elgeyo Marakwet mtazamaji. Jumbe ni nyingi, ningependa kuendelea lakini naarifa kwamba muda kidogo umenipa kisogo. Nasema shukran sana kwa muda wako. Tukutane siku nyingine Maulana atakaporidhia. Umekuwa nami Lulu Hassan na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri.